Hello, the Luck Mom family. Welcome to our live stream again. In case you are new here, my name is the Luck Mom Deborah Nyanchoka. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia. I create awareness on what happens in the Middle East. Sometimes I do help those domestic workers who are stuck in the Middle East, and I create awareness on human trafficking and modern day slavery. So I realized that we need to learn. There are some things we need to learn on what to do. So if you have a challenge, you are working in the Gulf countries, maybe your boss has not been paying you, you are working without pay, your agent has blocked you, you don't know where to start from, you have lost your passport, you don't know how you will go back home, you can just reach me out. For me, I'll just give you direction. I can connect you to someone who can help you. So thank you so much for supporting me and for being with me. So I'm talking about cancellation of contract. At least pia tuchanuane kidogo, tulisema ni kufunzana. Unapata boss amecancel contract yako. So I just want to share ni nini unafaa kufanya kama boss amecancel contract yako. Already I have done that video and I'm sharing the link. Yeah. Yes. So ikiwa boss anaweza cancel contract mara mbili if you're traveling to Saudi Arabia. So most of the time wanaongelelea mambo ya Saudi Arabia because that is where I worked for 2 years and that is where I have experience. So at least nina share ile information niko nayo. There's 2 ways yenye boss anaweza cancel contract yako. Boss anaweza cancel contract yako kabla hujasafiri. Maybe you're in your country na hujasafiri lakini boss ana cancel contract yako. Maybe anakuchagua kwa system, unaambiwa unafanyiwa medical, kila kitu inakuwa tayari, maybe you are supposed to travel maybe the following week or in 2 days time. But ikifika maybe ile siku yenye uliambiwa utasafiri, unaambiwa huyu boss amecancel hii contract. Hawezi lazimisha kusafiri kama amecancel contract yako. So unafaa kufanya nini? Tuanzie ya kutoka nyumbani. Maybe boss amecancel na ulikuwa umejitayarisha kila kitu, alafu yakifika njiani, it's possible, it happens na imefanyikia wengi. Unapata saa zile ile siku ulikuwa umeambiwa unasafiri, unaambiwa boss alikuja akakataa, alicancel hii contract, so you can't travel, maybe you have to wait. Unafaa kufanya nini? Ukijipata kwa hiyo situation kama boss amekukataa kabla hujasafiri, you are on the safer side. You can wait, you get a new boss, because hao watu huwa wanachagua watu kutoka kwa mtandao. They are given some profiles, then wanachagua mtu mwenye wanataka. So kama boss wako alikuchagua na akakukataa, is possible, unaweza ngoja boss mwingine akuchague. Si ati ni kitu itachukua muda, so long as bado unawekwa kwa system, like we bado hujachukuliwa, utapata boss wako mwenye atakuchukua. So kama umejipata kwa hiyo situation, usiende kusema sasa mimi juu boss amecancel contract yangu, wacha mimi niende passport yangu kwa huyu agent, niende nitafute agent mwingine. Hivyo ndio watu wanafanya. So mtu anasema sasa kama boss amenikataa, nataka kukuambia sio boss mmoja anafaa kukuchukua. Boss ni wengi. So huyo akikukataa imaanishi mwingine atakukataa. So you need to be patient, alafu ukuje kuchukuliwa sasa na boss mwenye atakupata. So hiyo ya kukanseliwa contract before uende, you need to be patient, uchaguliwe na mtu mwingine. Another way boss anaweza cancel contract yako, unaweza fika kwa boss, ufanye kazi miezi 2, miezi 3, and then aseme hataki umfanyie kazi, ama maybe hana pesa ya kukulipa. Unafaa kufanya nini? Ama unaweza kufanya mkosana na yeye kidogo, a cancel contract yako. Nini inafanyika? Mabosses wengine, number 1, boss anaweza amua cancel hiyo contract na kurudisha nyumbani.
Wewe uambiwe tu vaa nguo, ujipate umepandishwa ndege, ujipate umefika nyumbani. Akupei hata chance ya kwenda kujiongelelea kwa ofisi. Juu kuna watu wengine walikuwa wanauliza like, mom, is it possible boss anitoe na nirudishe Kenya bila ofisi kujua? Very possible. Anaweza kukutoa na kurudisha na kupandisha ndege ufike nyumbani hata kama ofisi yako haijui kama uliwahi safirishwa back home. So it's possible. Anaweza kukata hiyo contract yako ya cancel akupandishe. But sometimes ni vizuri watu wajue tu kama si wewe umekataa contract. Huyu boss anafaa kulipe juu anakuwestia time. Imeandikwa tu lakini watu wanaogopa kuiulizia. Ukiona kama boss anaanza kucancel contract yako na wewe hujakataa kazi, jaribu pia kujiongelelea. Umwambie tu akulipe kwa kukuwestia time, because kama ni wewe ungekataa contract atakwambia ulipie pesa yenye alikushughulikia nayo. So one way boss anaweza kurudisha kwa anaweza kukatia ticket, akupandishe ndege, akurudishe nyumbani. Yeye ana cancel contract hivyo chini ya maji. Another way anaweza kukurudisha kwa ofisi. Kama hakutaki anasema mimi sitaki huyu mfanyikazi afanye kazi yake vizuri, so me I need another one, or you refund me my money. So unapata anakurudisha kwa ofisi, unaenda unauzwa vizuri. Unaenda unauzwa kwa mtu mwingine vizuri, unaanza contract ya fresh. Ni yeye mwenyewe atakubali apeane details zako, because yeye ndiye anakona passport yako, akona kila kitu. Maybe kama alikuwa amekuchukulia ikama, yeye ndiye atakaa nayo. Asipobadilishiwa mtu, wewe utauzwa kwa ofisi, lakini upata maybe hata malipo itakuwa shida kwa sababu atakuwa amehold documents zako za muhimu. So boss akicancel contract anaweza akakurudisha kwa ofisi, uende ukatafutiwe kazi kwingine. Another way, boss akicancel contract yako anaweza maliza kukupeleka deportation. Anaweza amua akuchukue na mizigo yako aenda kutupe deportation na arudi. Akupatie mpaka hata passport yako, kila kitu. Asema hataki kukuona, wewe mwenyewe utafute means vile utarudi nyumbani kwenyu. So mostly wengi wao huwa wanatupangwa deportation, anakupatia driver, anamwambia kupeleke mpaka deportation. So kucancel contract inakuanga si ati ni kitu ngumu, but mostly kucancel contract Saudi Arabia wanga ni ngumu sana ukikombea na hizi countries zingine kama Dubai, kama Qatar. Qatar una cancel boss ana cancel contract because hakutumia pesa mingi kukuchukua, juu wewe ulitumia commission yako. So yeye kukurudisha nyumbani ni siku moja. But sometimes wale wa Saudi wao wanaangalia pesa. Wanasema nilitumia pesa mingi kuchukua huyu msichana. Ndio unaona saa zingine wanawa hold sana, because mtu ana feel pinch ya ile pesa alikuwa amepeana maybe akununue. So kucancel contract Saudi Arabia wanga ngumu, but mtu boss akiamua inakuanga painful. Akiamua ati ana cancel contract yako, ana cancel na anakuhangaisha tu. Ataamua kurudisha kutupe deportation, ama kupandisha ndege, ama a hold vitu zako, documents zako, akurudisha kwa ofisi na akatalie passport yako kama hatapewa msichana mwingine wa kazi kulingana na maelewano yao na ofisi. So sometimes hii mambo ya kucancel contract huwa inakuanga na it happens. Ni wewe mwenyewe utajua tu what are you supposed to do. Kama boss amekurudisha kwa ofisi, hakikisha kama amekurudisha kwa ofisi usiende kwa nyumba nyingine kama hujaona amerudisha passport yako, because sometimes anaweza cancel contract na akatalie passport yako. So wewe utakuwa unaenda kufanya kazi kwa nyumba za watu wenye wanajua hauna passport. So hata malipo inakuanga ngumu. Unafanyia boss kazi, anakuambia as much as nilikutoa kwa ofisi and you have no passport, I'm not going to pay you. So uhakikishe tu ukipelekwa, kama umebebwa boss amecancel contract yako, amekuregesha kwa ofisi, hakikisha ameacha passport yako ofisini. Ukiona boss wako ataacha passport yako ofisini, hata usikubali kutumwa kazi, because kuna uwezekano usilipwe, because bosses wanalipanga watu wenye wako na passport. So mtu au ofisi ndio watakula hiyo pesa yako na hakuna kitu utawafanyia. So ukiona boss amecancel contract yako na hawajaelewana na ofisi,
because wakielewana na ofisi anaweza release documents zako, but wasipoelewana utakaa kwa ofisi wao wanakuuza, ukienda kufanya kazi nje na hutalipwa. So hii mambo ya cancellation of contract watu waielewe vizuri, so that ukijipata kwa hiyo situation ujue what you are supposed to do. Kama unaona boss amekatalia vitu zako, na ukiona boss anakukwamilia most of the time ama anakukwamilia vitu zako, ujue anapenda kazi yako na wewe maybe utaki kumfanyia, so anaweza taka kukupunish usiende kupata kazi kwingine. So ukiona dalili kama hizo ni red flags. Mtu akicancel contract, the best thing maybe ni akurudishe tu nyumbani, then you start another new journey ya kujitafutia. At least I'm going to take before this weekend, which itakuwa kesho, I'm going to do 2 videos concerning updates ya hii mambo ya kusafiri, ya passport, contract. At least watu wafunguke macho kidogo, ndio mtu aelewe what am I supposed to do nikijipata kwa hii situation. So kama wewe uko Kenya, hujasafiri, passport yako agent yako nao na umeambiwa boss amecancel contract, ujue tu there is another one. Kuna boss mwingine atakuchukua, si ati ni boss unapewangwa mmoja specific. Kila mtu anachagua, ni kama market. Unasema unataka skirt na mwingine anataka dress. So usi give up, uanze kuangaisha ma agent. Kama boss amenikataa, huyo sio yeye peke yake, na sometimes ni vizuri hata boss akikukataa maybe unapata mwingine. Because hata mimi ule boss mwenye alikuwa anichukue hakunichukua. Ni kwa sababu nilifika mahali nikakataa, nikasema siwistaki kuenda. So akachukua mtu mwingine. So nilingoja tena nikachukuliwa tena na boss mwingine. So ule mwenye alikuwa anataka kunichukua mara ya kwanza sio yeye alinichukua. So ina depend, so long as wamekuweka kwa system kuwa uko kwa soko, bado utapata boss. So hii mambo ya cancellation of contract at least nadhani kila mtu ameielewa, and I just want to thank you for tuning in. Let's continue creating awareness and making this world a better place for everyone. Everybody deserves to work in a conducive environment. Thank you so much. See you in the next show, maybe tomorrow morning, when we'll be having our morning devotion. Thank you so much. If you have not subscribed to my YouTube channel, go there. You can subscribe. And then you can follow me on my TikTok, the Like Mom Deborah Nyanchoka. Because watu wanasema like mom, mbona uleti hii story unatutuma YouTube? Nataka kuambia watu, sometimes I do research, ndio ninaona YouTube is the best place nawezaweka. Kila mtu anaweza access rahisi kushinda. Unaweza pata kuna mtu wako TikTok na yuko Facebook, ama kwa Facebook na yuko TikTok, but YouTube kila mtu anaweza access. So thank you so much. See you in the next show.